somo letu linasema falme na mamlaka. Watu wa Mungu mliopata neema kwa kwenye makanisa ya namna kama hii, mnapata faida sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasikia mambo mengi ya kufaa ambayo wakati mwingine kwenye makanisa mengine ambayo labda hayajachagua kuishi kwa roho, kuna vitu wanakuwa wanavikosa. Lakini sisi kuna neema kubwa zaidi. Unahudumiwa na watu ambao wao wenyewe in their private life tayari ni watu wa roho, wanaishi kwa roho, wanaenenda kwa roho, wana spiritual encounters and experiences nyingi. Kwa hiyo hawaleti maneno ambayo mambo yako mafu. Tunaelewana Haleluya, haleluya. Unapata vitu ambavyo viko hai, neno ambalo liko hai. Bwana Yesu apewe. Na hudumu kiroho hivi, alafu ningekuwa hata wiki sina experience yoyote ya kiroho. Sasa nahudumiaje watu wa roho? Lakini nahudumia vitu vya kiroho nikiwa naenenda kwa roho. Mimi mwenyewe mambo ninayozungumza ninayaishi na nina experience mpaka leo. Yani leo muda na kabla sijaamka, mambo nilikuwa naona kwenye ndoto yakaendelea na nikaona yanaendelea mpaka. Kwa hiyo experiences za kiroho, wahudumu wenyewe kwanza tayari wanaishi kwa roho, wanaenenda kwa roho. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo they will give you revealed truth instead of myths. Revealed mysteries instead of myths. Utapata siri za kiroho zilizofunuliwa badala ya hadithi. Hallelujah. 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 Somo hili Mungu alinipa mwaka jana. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha Danieli. Alinipa ile sikuwahi kufundisha popote na sikuwahi kuliandika. Nimeandika juzi na jana kidogo. Hallelujah. Ila wakati nasoma kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 20, anasema hivi, ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakujia na nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapotoka huku tazama mkuu wa Uyunani atakuja, lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya ukweli, wala hapana nisaidiaye juu yao ila huyo Mikaeli. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo muda nasoma hiyo mistari nimekaa kitandani, nikafikiria mjadala wa Danieli na Gabrieli umebeba vitu vingi. Anachokisema Gabriel, anasema eti, naomba nirudie tena hapo 20. Anasema ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakujia? Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapotoka huku tazama mkuu wa Uyunani atakuja. Nikabaki hapo na maswali mengi. Muda ninajiuliza, Mungu akanifundisha hapo. Hiyo ndio raha ya kusoma neno la Mungu ukiwa umejaza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maswali yangu kwenye mstari huo yakanipa somo hili ninakufundisha leo. Haleluya. Haleluya. Na ni somo la wakati sahihi. Tunapojiandaa na huduma kama za kufanya gospel outreach na mambo mengine, watu wa Mungu ni lazima wajifunze. Lazima ujifunze. Sasa leo kuna siri Mungu ameifunua. Sisi watu tulioamini, Waebrania 1:14 inasema, hicho kisa kimeanza mstari wa 6 hapa. Kwa hiyo alikuwa anauliza kwa habari ya malaika, kwa habari ya nani, kwa habari ya mwana, kwa habari kwenye malaika hapo mstari wa 14 anasema hawa malaika ni roho waliotumwa kuwahudumia wateule watakatifu hata watakapourithi wokovu. Kwa hiyo tunao malaika wa Mungu wengi wanaofanya huduma kwa ajili yetu. Hao malaika wanapata orders toka kwa malaika mkuu, wanapata orders toka kwa Mungu, na wanapaswa wapate orders. Naosema orders kwa maana ya maagizo. Tunaelewana wanapaswa wapate orders toka kwa waamini au wanaohudumiwa. Tunaelewana Kama Rais Magufuli ana bodyguard ana miongozo yote. Kama bodyguard wa rais anapaswa kufanya mambo gani? Tunaelewana Lakini haina maana hakuna muda anapokea maelekezo ya moja kwa moja kwamba kwa hili fanya hivi. Kuna wakati anapokea maelekezo toka kwa huyo anayemhudumia, hata kama kuna taratibu zingine zimesetiwa na nchi. Tunaelewana watu wa Mungu Kwa hiyo wako malaika wanaotuhudumia, wako wanaohudumia.
kuna maelekezo mengi wanapaswa wayapate toka kwetu. Kwa bahati mbaya, hawa wanaopaswa watoe orders, maelekezo, instructions na vitu vingine, au wahusika hawana maarifa ya kutosha kufanya hiyo kazi. Kinachofuata ni kwamba wataishi chini ya viwango. Jamani, tunaelewana eh? Tunaelewana eh? Wataishi chini ya viwango. Chini ya viwango. Nilikuta mtu amekariri tu akawa anasema malaika Gabrieli, sio hivi, nikajua hapa anasali vitu ambavyo havijui kabisa. Leo ni siku ya akili kufunguliwa. Amen. And God will give you insights kwenye mambo yote ya uso, ufalme na mamlaka. Leo ni siku ya fahamu kufunguliwa. Jambo la kwanza, nipo kwenye utangulizi. Jambo la kwanza, kama kuna mtu una maono ya kutumika kwenye viwango vikubwa, yani hapa kuna namna nyingi leo notes zangu tutaziacha, tutazipata baadaye, nitaziprint. Kama mtu una maono ya kutumika kwenye viwango vikubwa, una maono ya kutembea na Mungu kwa viwango vya juu, unataka kuwa mtu unayetenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mtu unayetenda kazi. Mathayo 9:37 Yesu anasema, muombeni Bwana wa mavuno alete watenda kazi. Kama mtu una maono, unasikia ndoto moyoni mwako, unatamani kuona unatumika kwa viwango vikubwa, haupaswi kuyakataa maarifa yanayokusaidia kuoperate, kutenda kazi kwenye hivyo viwango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Muda utafika ambapo maneno matupu hayatakuwa yana kazi yoyote. Yesu aliongea, tumia muda mwingi kufundisha, lakini watu ni kama walikuwa hawamuelewi. Akasema sasa, Yohana 10:38, yaani kama imekuwa ngumu sana kuniamini mimi, basi amini hata kazi. Simeona hapa viwete wanatembea. Simeona mtu mnamjua siku zote ni omba hapa kipofu. Simemshuhudia anaona kila kitu waziwazi. Kama mmeshindwa basi kuamini, akasema aminini kazi basi. Kuna muda utafika maneno hivi yatakuwa hayana kazi yoyote. Jamani, watu wa Mungu mnanielewa? Wakorintho 1:4 inasema, kwa maana ufalme wa Mungu haui katika neno. Ndio mnielewe hapo, na ninapozungumza hivyo wahudumu wote wanaolihudumia neno wanisikilize. Haui katika neno, bali katika nini? Nguvu. Wakorintho 1:4. Kwa hiyo kuna saa ambapo itafika, kama sio mtendakazi, hakuna kazi unatenda, basi pana tofauti ya huduma, lakini Bwana ni mmoja. Pana tofauti ya karama, lakini Roho ni yeye yule. Pana tofauti ya kutenda kazi. Mbali na huduma za Bwana, mbali na karama za Roho, kuna kutenda kazi. Kama utakuwa unafikiri siku zote utakuwa mvuto wako utakuwa ni kwenye kuzungumza, watakuwa wanaongea watu wengi, utakosa hata stage ya kuyazungumza hayo mazuri ulionayo. Kwa sababu kuna mahali patafika mtu watapaswa kuwa wenye maarifa kiasi cha kutenda kazi. Watu wa Mungu mnanielewa? Watu wa Mungu, haleluya, haleluya. Kutenda kazi. Hapa leo hii wengi ni rahisi sana akaja hapa madhabahuni akaonyesha upako wote, lakini ni stage ambayo mtu mwingine Mungu alimtumia kuiandaa. Utakujua ugumu, kafanye mpango uandae stage ya kwako somewhere else, uone inakuwaje. Ndio maana ukiwepo hapa, fanya vyovyote, unapaswa unyenyekee kwa mchungaji wa nyumba hii, kwa sababu Mungu alimpaka mafuta huyo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa kwa wale ambao kwa namna yote nataka ujifunze siri ya kuhusu kutenda kazi. Wengi sana nyakati kwa kukosa maarifa waliridhikaga tu kwamba akikemea kuna mapepo yamepiga kelele, basi akafikiri ndo tayari ndo standard labda. Naomba nikupe ukweli namba 1 wa kwanza. Kitu kama pepo mchafu kumanifest akadhirika, hiyo ni ishara tu. Ishara ni daraja la chini sana la waamini wote tu. Unanielewa eh? Na ishara hizi Marko 16:17. Kwa hiyo signs ni daraja la chini la waamini wote tu, inabidi ishara ziwepo. Unanielewa eh? Lakini watu hawa ambao mnapata haya maarifa leo, Mungu anataka mtoke kwenye daraja moja, kuwe na Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa pili 12:12. Mtume Paulo anasema, na ishara za mtume zilifanywa kati yenu, kwa ishara zote, maajabu na miujiza. Amepanga pale signs, wonders and miracles. Watu ambao watakuwa na ushawishi pekee, ambao hajaishia kwenye kuwa na maneno matupu, lazima kutambatana na signs, wonders
and miracles. Hayo ni mambo matatu tofauti. Unawezaje haya nianze kukoje, ni mambo mangapi kwenye maisha yako kwa mikono yako ilifanyika ukajua haya ni maajabu? Maana ishara zipo, si ndio ishara zipo. Yohana 2:11 Yesu kufanya maji kuwa divai, hiyo ni ishara. 2:11 anasema huo mwanzo wa ishara Yesu alifanya, hiyo ni ishara. Lakini kuna maajabu, kuna miujiza. Watu wanaofikia viwango vya ufahamu huu wa kiroho watapaswa kwenye maisha yao kuonekane ishara, maajabu na miujiza. Mnanielewa watu wa Mungu Mnaosoma Biblia mtasoma kwa mtaniambia kwa habari ya Waamuzi 13. Sasa tutaanzia wa 9 hapo, hoja ndio etaka. Alichokifanya yule malaika pale kinaitwa ni ajabu. Na ahadi ya Mungu kwa sisi haijaishia kwenye ishara, ni ishara, maajabu na miujiza. Mnanielewa watu wa Mungu? Malaika wana tabia kutokea kwa tricks zaidi. Kwa hiyo malaika hakuajia na mbwembwe mengi na nuru inayochoma macho. Malaika alimtokea mke wa Manoa kama mwanadamu tu. Lakini kwa roho ya ufahamu akija unapata kumjua moja kwa moja kwamba aliyenitokea hapa ni nani. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Sasa baadaye unajua alienda kumuita na mume wake. Muda anamtolea sadaka, malaika kwa sababu ameshawapa neno kuhusu atakayezaliwa Samson, mnadhiri wa Mungu. Malaika angalau kidogo kwamba mimi ni wa mbinguni, nawezaje kukaa bila ajabu? Malaika, Biblia inasema maana Manoa alimoji jina lake, jina lako nani mkuu? Akamwambia kwani kuniuliza jina langu? Kwani hilo ni la ajabu? Alafu Biblia inasema akafanya ajabu. Unajua hiyo ajabu aliyofanya? Muda madhabahuni wameka sadaka moshi unapaa, malaika akajichanganya na ule moshi akapota nao akaenda mbinguni. Sasa hiyo inaitwa ni ajabu. Haleluya. 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 Mimi mpaka wakati huu muda mfupi wa huduma kwenye maisha yangu nimeona ishara, nimeona maajabu, nimeona na miujiza. Hata ambayo unaifikiria sijui kama haiwezekani, hata hiyo inawezekana. Haleluya. Unajua kuna miujiza watu, kwa sababu tumekuwa na siku neno la Mungu wameingia wale wanajiita motivational speakers, wanachanganyia mahubiri ya kweli neno la Mungu na hamasa zingine tunakuhamasisha. Kwa hiyo utasikia fanya kazi, Mungu hawezi kukuletea hela. Hiyo na yenyewe ni heretic. Kwa sababu sio wakati wote hawezi kukuletea hela. Kwa maana gani? Mimi miujiza ya hela kuja hivi. Mara hizi hizo zilikuwa zinatakiwa hela. Nipo Kariakoo, kuna ratiba za huduma na za nini. Nilimwambia Mungu nataka hela wakati huu, yani wakati huu. Hela chini nilinama kuokota hivi. Kabisa. Kwa sababu kumbe hata ya fedha kumbe inawezekana. Haleluya. 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 Kwa hiyo inawezekana. Na kuna wakati mwingine nimekaa kulikuwa na uhitaji wa fedha. Nilinyanyua imani yangu kwamba hela napaswa nipate sasa hivi. Kama ni message itaingia ya M-Pesa vyovyote, lakini nahitaji fedha sasa hivi. Akili kanijia hela ndaziokota. Kwa hiyo nikaanza kutenda hapo kaeneo kuna subiri niziokota. Rafiki yangu niliziona hela chini, ni kama kuna conductor wa basi amezidondosha zote. Niliziokota. Kulikuwa na uhitaji unanitaka fedha wakati huo. Kwa hiyo mtu asije akachanganya kweli ya Mungu na vitu vingine. Haleluya. 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 Sasa unajua kuna mambo yako kwenye neno la Mungu kundani huku. Wakristo wanaweza kachelewa sana kuyaelewa au wasielewe mpaka unyakuo kwa sababu kadha wa kadha, na tunataka leo tufungue fahamu zetu, tunaenda kwenye kiwango kingine. Haleluya. Haleluya. Mkristo ambaye anaamua kuchomoka saa 10 nyumbani kwake ili baba mwenye nyumba kabla hajamkumbushia deni la pango, yani anamuwai na anajichelewesha kule, anakuja kufungua mlango saa 6, mnafikiri amependa zaidi kuwa na maombi ya usiku, kumbe anasubiri arudi akafungue room ghetto, muda ameshalala kwenye nyumba. Mtu anaishi kwa janja ya hivyo, afu uje umsome kifungu kwamba sisi tumeketishwa na Kristo juu sana kupita mamlaka zote, kupita falme zote. Hilo andiko linakuwa gumu rafiki yangu kueleweka. Mtu ame-struggle kupata lunch akapiga deshi usiku dina akapiga deshi. Hapo namsomea kifungu cha kwamba Yesu alipoinuliwa sana kule mkono wa kuume wa Mungu, tumeketi naye. Mwenzako amepiga deshi mchana na usiku. Kule kuketi na Kristo kunakuwa ni kama hajaanza kukuelewa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sasa leo hii uwe una hela au una hela, kweli ya neno la Mungu naenda kuielewa. Ulilala na njaa au uliweka mezani? Jana nilikuwa kwenye group moja la wachungaji, mchungaji mmoja akaweka picha, kuna vyakula wamepanga masahani na masinia na vyakula. Akasema menu ya hivi kwenye majumba ya wenzetu inaitwa ni draft. Sasa kama wewe umezoea ni bakuli ya chakula na mboga moja au mbili, hiyo ya kwako bado haijafika level ya kuwa draft. Uwe ulikula draft au mboga moja. Ukweli wa Mungu leo unaenda kuuelewa, unakupa hatua nyingine. Unakwenda kukupa hatua nyingine. Ninaomba utangulizi nimeweka mrefu na uluka kwa sababu kuna hoja nzito hapo mbele. Kwa hiyo naenda mahali pengine. Ila hizi notes na waidi mtazipata. Amen. Amen. Sehemu ya kwanza ya somo letu. Kwa natoa utangulizi. Sehemu ya kwanza ya somo letu inasema uumbaji wa ulimwengu. Namba 1, uumbaji wa ulimwengu, creation of the universe. Uumbaji wa ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwenye Kiswahili kuna kuwaga na shida mna mwingine kutofautisha dunia na ulimwengu, si ndio? Lakini mimi hapa kwenye somo langu nitaenda na neno universe kwa maana ya ulimwengu, na sizungumzii katufe yake kamoja the planet Earth. Sizungumzii haka kasa. Nazungumzia space yote kwa ujumla yake, kila kitu, maana kinachotajwa kwenye Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo, in the beginning Elohim created. Wayahudi wanasema Hashomayim and Eretz. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hiyo neno mbingu ya Hashomayim ina-include all the skies, maanga yote na masayari yake na ambavyo wanadamu hawajapata kuvijua, yote kwa ujumla wake imewekwa hapo. Kasoro hiyo Eretz, nchi, imezungumzia the ground, the land, the earth. Tuko pamoja Sasa sisi tunapanda daraja leo, tunataka tuuangalie ulimwengu kwa kina chake. Mungu alipokuwa ameumba, hakuwa ameumba tu ili litufe peke yake limoja la dunia, lakini aliumba na vitu vingine vingi. Kulikuwa na some celestial bodies ambazo ni kubwa kuliko hata hii dunia yenyewe. Tunaelewana watu wa Mungu Na kupeleka mahali pazuri ili unaposoma kwenye Biblia yako falme na mamlaka, ujuage vinazungumza vitu gani. Amen. Sio kwa unaisha tu kusoma Efeso 6:12 kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka. Unazitaja hata zinafananaje hujazijua. Sio kafikiri falme na mamlaka wachawi. Tunaelewana Wachawi ni watu wenzetu tu. Na maana yake kusema watu wenzetu kwa agano hili jipya, wachawi ni wenye dhambi kama wenye dhambi wengine. Yaani wanapaswa tunanye waombiliwe waokoke. Labda wagome sana ndio tutawapiga kidediti. Lakini yani ni wenye dhambi kama wenye dhambi wengine. Sio ukakoma sana na usiache kuishi, ukamkuta unamtokea na panga. Wema wa Mungu unamuita hata yeye apate kutubu. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa kuna hoja moja sio ya kawaida. Yesu aliongea, mnajua unaposoma neno la Mungu hili ni ufunuo. Amen. Neno la Mungu ni wewe usije ukadhani ukalisoma kama vitabu vingine, ni ufunuo. Yohana 8:44. Yesu katika majibizano yake na Mafarisayo wanasema sisi hatujaikuwa watumwa bwana, sisi kwa hapo ni waongo kweli. Unajua walishakaa utumwani. Taifa liligawanyika. Kwanza kutoka utumwani Misri, lakini huko kwao walikaa miaka kama 480 wakayavuruga. Na kabla ya hapo kipindi chote cha Waamuzi walikuwa wanaleta dhambi, wanapigwa chini ya mfalme. Walianza na mfalme wa kwanza, falme likatiri linaitwa Kushan-Rishathaim. Waamuzi sura 3. Huyu jamaa alikuwa ni jamaa kutoka Uarabuni huko, nilimepanda janti linakula mpaka watu. Amewatesa. Mungu akawaletea ufini Kenazi, akawaokoa. Wakakaa kidogo wakaenjoy wakafanya madududu tena. Mungu akawapeka kwa falme lingine linaloitwa Egloni. Dude hilo hatari. Likawanyanyasa. Mungu akawahurumia, akawaletea Ehudi bin Gera. Akaja akawakomboa. Wamekaa kidogo. Ilikuwa ni repetition, wanafanya dhambi anawapiga. Lakini hao watu na baadaye taifa likawa Yuda kwa Israeli. Wengi hao Waisraeli wakapelekwa Ashuru, Yuda wakapelekwa Babeli. Wamepata kisago hao huko Yuda miaka 70. Eti leo wanaongea na Yesu, wanamwambia sisi hatujai kuwa watumwa muda wowote, yani sisi. Baba yetu ni Ibrahimu. Yesu akamwambia, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi
na tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzitenda. Kwa maana yeye, sasa sikiliza mambo ya ajabu hapa. Yeye ni muuaji tangu mwanzo. Namba 1. Hapa anawaambia ni muongo. Asemapo uongo unena yaliyo yake mwenyewe. Kwa maana hiyo kweli haimo ndani yake. Sasa swali langu moja la kwenu la msingi. Shetani alimdanganya nani? Wengi mtasema alimdanganyaga Hawa. Na alimuua nani? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hapo ni muongo tangu mwanzo, sio kwa uongo ule wa Hawa. Aishadanganyaga wengine. Tutakuja kukuonyesha huku mbele. Aliwadanganya na wengine hata kabla ya Adamu. Aishawadanganyaga wengine. Wengi wanapendaga kuzungumza kwamba Shetani alishawishi theluthi ya malaika. Mnajua theluthi ndio ni kubwa. Yaani kama hii saa hapa tukiweka vikate hivi mara 3 tu vipande vitatu sawa, kila kimoja ni theluthi moja. Shetani alishawishi kwa kuwadanganya theluthi ya malaika. Hiyo imekuwa manipulated kutoka kwenye Ufunuo 12:4. Nasema yule joka kwa mkia wake akakokota theluthi moja ya nyota za mbinguni. Nyota ina inscribe angels, malaika. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa naomba nikupeleke mahali pazuri sana. Nilikuwa nakupa utangulizi kuhusu uumbaji. Amen. 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 Sehemu yetu ya pili inataja falme na mamlaka. Sasa na hatua ya pili, falme na mamlaka. Katika Waefeso 3:10 inasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Na ile Waefeso 6:12 imesema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali juu ya falme na zipange hivyo hivyo zinavyopangwa na Biblia. Ina maana kubwa sana. Sasa naomba mnisikilize hapa. Mungu kwenye alipoumba ulimwengu, tunaelewana eh? Alipoumba ulimwengu kulikuwa na aliumba na viumbe vingine vya kiroho vya kusimamia maumbile yake mbalimbali. All the bodies. Kulikuwa na watu, aliumba viumbe, sio wanadamu, viumbe vya kiroho vya kusimamia. Jamani, mnanielewa? Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo kuna viumbe fulani vya kiroho walikuwa wamekabidhiwa, wewe utasupervise huku, wewe utarule over this, wewe utasimamia hiki. Au Mungu aliwaumba wakati wa uumbaji, aliwaweka na wasimamizi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mengine nitayaruka hapa, mtayapata kwenye notes kwa sababu ya muda. Lakini kwenye notes zangu hapa nimewalisti wakuu 7 ambao walikuwa wanasimamia. Unajua hii dunia kuna vingine vinafanana na dunia lakini sio dunia. Hapa kwenye notes zangu nimewataja princes, wakuu 7 waliowekwa na Mungu kusimamia the other 7 planets. Tunaelewana eh? Nimewaweka hapa na majina yao mengi ni ya Kigiriki kwa sababu ya vyanzo nilivyotoa ni vya Kigiriki na vya Kiebrania. Kwa hiyo wana majina ya Kigiriki na Kiebrania zaidi. Hii sikupe shida. Ila kulikuwa na princes wakuu. Hao wakuu wanaitwa archons, jina moja. Kama unataka kuandika ni ARCHONS. Hilo neno arch ndio lile linalotumika kwenye archbishop, sijui akinani kutaja mkuu, archons. Hao Mungu wanaitwa hivyo princes, wakuu. Tunaelewana eh? Na kupeleka kwenye sehemu ya kwanza kuelewa, huyu malaika anasema kwamba bwana, nitakueleza sababu nikaja huku. Ila nitapoondoka huku naenda tena kushindana na mkuu wa Uajemi. Alafu nitakapoondoka mkuu wa Uyunani atafika na kupeleka mahali uanze kuelewa hayo maandiko yanaongea kitu gani. Haleluya. Haleluya. Nimemtaja hapa mmoja anaitwa Saklas au Yardabaoth, yuko mwingine anaitwa Sabaoth. Nimeshangaa kuta jina Sabaoth. Waisraeli walimuita Mungu ni Yehova, ni Bwana wa majeshi, Jehova Sabaoth, Bwana wa majeshi. Kumbe kuna lingine linajiita huko nilikula jeshi ni Sabaoth. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa kwa hiyo kuna hao archons, wakuu, princes waliwekwa wasimamie. Haleluya. Shetani naye ni miongoni wao. Shetani alikuwa kwenye daraja la kerubi. Tunaelewana eh? Alikuwa kwenye cheo cha nani?
cha kerubi. Sasa ni muhimu niwakumbushe jambo moja la msingi hapo. Kama kutakuwa na stories zozote zinahusu majini, kutakuwa na vitabu vinaelezea majini, hivi viumbe vya kiroho, hata kama mtu mnakemea akajisema mimi ndio naitwa jini ya shimo, hayo sio majina yao kamili. Tunaelewana eh? Tunaelewana eh? Ukakemea ikasema mimi naitwa jini Maimuna, hata kama utaamua kutumia jina hilo kumkemea akatoka, bado hawa roho, hayo sio majina yao. Hayo ni majina yenye muktadha tu wa Kiarabu. Kwa hiyo utayakuta kwenye Arabia na maeneo yote ambako Uarabu ulifika. Tunaelewana eh? Watu wa Kiswahili mpo hapa. Nakumbuka tukaanza tunafanya maswali nasema Kiswahili ni Kiarabu, jadili. Si ndio eh? Ehe. Kwa hiyo usidhani kwamba na Marekani hilo lilo bado linaitwa Maimuna. Tunaelewa na watu wa Mungu. Hayo ni majina, contextual names. Majina hayo sio majina yao halisi. Huo ndio ukweli. Sababu nangu hataruhusu kuingia hapo sana. Kwa mfano jina akisema anaitwa Maimuna. Mnaelewa maana neno Maimuna? Maimuna ni neno la Kiarabu, maana yake mwenye heri au aliyebarikiwa. Kwa hiyo unapoendelea kutaja unafikiri ni jina moja baya sana, maana yake the blessed one. Ndio maana neno. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo usipate shida sana kwamba nimejitambulisha ni Aisha, nikupa maana zake, tutakuja kuona maana zote ni tamu tu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nilikuwa na introduce hapo neno hiyo falme na nini? Falme na mamlaka. Kwa hiyo okay, naomba hiyo niweke kwenye part no part. Andika namba 3. Namba 3 inaniambia falme na tawala za dunia ni uvuli wa tawala za falme na mamlaka zilizoko rohoni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Okay. Sasa naomba mnisikilize tena hapa, kuna hoja ya msingi. Nilikuwa nasoma historia ya ancient great powers. Huko miaka ya nyuma, na hiyo historia yangu kwenye hii ancient great powers nimeichukua kuanzia mwaka 1000 BC mpaka mwaka 476 AD. Mwaka 1000 BC ni miaka 1000 kabla Yesu haja. Ni miaka kama 1000 tu baada ya kufa Adamu. Yaani Adamu alipokufa ndo nahesabu kuanzia pale kuipata hii miaka. Amen. Amen. Humo ndani yake nimesoma mambo ya great dynasties. Kwa hayo nilienda kuyasoma. Sio niliyasoma yakanipa somo. Nilikuwa nina somo tayari. Nilikuwa nina ufunuo hicho kitu tayari. Niliamua kuangalia kwenye vyanzo vinasemaje. Tunaelewana eh? Tunaelewana watu wa Mungu? Sawa. Sasa utaona hii dunia kuna majira fulani, kuna empire fulani linapata nguvu, linazidi nyingine zote. Hayo mambo yalikuwa yafanyiki huku mwilini. Hayo mambo yalikuwa yanatokea kwa kutokea rohoni. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo kuna miaka hapa nimeiandika, kulikuwa na wakati ambako utawala wa Kiashuru, ancient Assyrian empire, ndio ilikuwa inatawala dunia kwa nguvu. Yani yeye ndio ina nguvu. Hakuna utawala mwingine unamgusa. Utawala wake wa Kiashuru haukuwa umeanzia mwilini, majeshi yake yalioverpower wengine, akawa amesimama kama superpower. Lakini utawala wake ulikuwa umetokea rohoni. Yani kwa wakati huo mfalme na mtawala wa kiroho ndio walifanya Assyria iwe na nguvu kwa wakati huo. Mtaelewa sasa hivi. Baada ya muda kidogo, nimetaja hapa kwangu na mwaka 1894 BC, Babeli, ancient Babylon ikashika nguvu, ikaioverpower Ashuru, ikawa Babeli ndio yenye nguvu wakati huo. Haleluya. Baada ya Babeli kaenda kwa muda fulani, zile nguvu ikaja zikakamatwa na Misri, zile nguvu zikaja zikakamatwa na Uyunani, Greece, afu zile nguvu zikaja muda zikakamatwa na Rumi. Tuko pamoja eh? Ndio maana kuna majira unasoma mpaka Biblia, Isaya anaitabiria, unaona inazungumziwa Babeli ni nguvu, Babeli mpaka Mungu anasema ataitumia kuadhibu hata watu wake. Alafu itafika sehemu wanaanza kuitabiria downfall. Wote wametamka Babeli imeanguka, Babeli imeanguka. Kulikuwa na wakati ikiwa na nguvu, alafu kwa makusudi fulani ya shetani na ya Mungu, tawala zikawa zinabadilika. Nani mwenye nguvu zaidi anabadilika. Haleluya. Mpaka Yesu anazaliwa, Rome ndio ilikuwa ndio superpower.
Tunaelewana eh? Alikuwa ameshakonka maeneo yote muhimu mpaka Misri yenyewe. Kote ilikuwa ni majimbo yake ya utawala. Unapoona wakina Herode, wakina nani, wao wamewekwa pale wanasimamia ya Kaisari, mtawala wa Rumi, ndio ana nguvu kote, hayo ni majimbo yake tu. Tunaelewana eh? Tunaelewana eh? Lakini nyuma yake hapo kidogo, nyuma yake kidogo kabla ya Rumi alikuwa Myunani. Huyo Myunani hakuja hivi tu. Huyo Myunani ndo anayemzungumzia Gabriel kwamba nikitoka huku. Sasa nikupe story hapa moja tamu sana. Unaposoma Daniel sura ya 1 mpaka sura ya 5, unamwona Nebukadneza, si ndio eh? Muda huo wote huo, uje yote miaka yapo. Babeli ndio ilikuwa super power. Alafu unaingia sura ya 6, pap. Unaona mtawala ni Dario wa kutoka Umedi na Uajemi. Jamani tunaelewana? Tunaelewana hapo? Sura ya 4 unaona barua baada ya Nebukadneza kuona yale mambo makubwa, akaandika the letter to the world. Aliuandikia ulimwengu wote kwamba jamani na aidiniwe Mungu wa huyu na huyu. Yaani ana mamiungu yake kwa hapo, akasalimu amri kwa Mungu Yehova. Akaamini katika Mungu kwa namna hiyo. Sasa mwanae kwenye hata Belshaza, kuna Belteshaza jina lingine la Danieli, lakini kuna Belshaza mwanae Nebukadneza, Nebukadneza. Sasa Nebukadneza huyu Belshaza amechukua vitu vya hekaluni ambavyo baba yake alivichukua kule utumwani, alikuwa avigusi. Anaheshimu mambo ya kiroho. Yeye akasema huko ndani mmeka nini? Vyombo vya dhahabu, leteni hapa tugongee mvinyo vizuri. Wakatumia vyombo vya patakatifu na maconcubines wake masuria. Wakalewa uzinzi usiku. Kiganja kikaja kikamwandikia ile mene tekeli na Pelesi. Kwamba umepimwa kwenye mizani, umeonekana umepunguka na ufalme wako amepewa Waamedi na Waajemi. Sasa naombeni niwashangaze hapo. Unajua nchi ya Babeli kwa sababu ilikuwa ni superpower, ilijiweka kivita, hamna namna mnawafikia. Nilikuwa nasoma kuhusiana na mji wa Babeli. Walikuwa na mito imezunguka, mito mikubwa, lakini waliweka mobile bridges, madaraja ya kuhamishika. Walikuwa kutoka kupambana na kivuka wao, madaraja wanayabeba. Wamefunga story. Tunaelewana eh? Kwa hiyo hamna namna mnaweza kuja kuwavamia, hamna namna, na ulizungukwa, it was a fortified city. Mji umezungushiwa boma, umekuwa siege pande zote, hamna namna unaweza ukaenda. Ila kwa sababu Mungu ameshaandika mene tekeli na Pelesi. Nikikadiria muda roho ni kama saa 5 ya usiku hivi. Maana wale wao ulewa usiku. Watu kwanza 5:07. Sasa majira kama ya saa 5 usiku Mungu ameandika hivi kwenye ubao. Asubuhi wananchi wanaamka, nchi iko chini ya Umedi na Uajemi. Kutoka kwenye kuwa super power, Mungu akisema kitu ni lazima kitokee tu. Nilikuwa natafuta namna sasa kama madaraja ni mobile. Waliingiaje? Ndio nikaona siri bwana. Majeshi ya Dario yalipenya kwenye kamtaro ka maji kwenye ukuta wa mji. Lakini hayo yanafanyika lengo waje wamnunue Belshaza kwa neno la Bwana. Kwa sababu Mungu ameshasema ushagawanywa. Ili watu wajue Mungu aliposema ufalme wako umegawanywa. Daniel alipomtafsiria yule mtu hapo magoti akagongana, akaenda, na asubuhi anaamka mfalme ni mwingine. Sasa hapa nawasaidia na wana maombi wangu. Unajua kuna watu hapa, kuna watu sio kwa maana mbaya, sio kutoka, ila kuna watu walitupa hapa ushuhuda mmoja kwamba kuna audio wamesikia barua ya kuzimu, acha nini, get rid of all those stuffs. Hayana uhusiano na mambo haya ya falme na mamlaka. Tunaelewana? Hawatumii hiyo njia ya barua ya Kiswahili. Sasa barua ya Kiswahili na wanaotumia lugha zingine. Maana barua imekuja ya Kiswahili ina pia box imefuata miondo yetu ya barua ya kiofisi. Ndio mipango jamani. Yesu anataka kurudi sasa tuwaloge zaidi. Miaka mingi naijua, lakini ni kitu cha just a hoax. Imetengenezwa na haina kitu chochote cha kweli. Kwa hiyo msije kaiogope. Haleluya. Alafu sisi kwa swala la Yesu anakuja, amekaribia sana kuja, tulipata toka kwa shetani. Amen. Wana wa nuru tunajua wenyewe. Sio mpaka wachawi wajadiliane jamani, Yesu anakaribia sana, sasa tujitahidi zaidi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sio kama ni hapa, lakini msikia mtu anakemea, mle akukemea akatamka navunja anga ya Uajemi, navunja. Sasa hakuna anga ya Uajemi. Haleluya. Haleluya. Aya, angalia hapa kilichopo. Wakati Nebukadneza na Belshaza wakiwa bado wanatawala, anga yao, tunaelewana? Anga yao kulikuwa na mkuu wa Babeli, anaitwa ni mkuu wa anga ya Babeli, mkuu wa Babeli. Na nielewa
Lakini kilichotokea mara baada ya falme ya duniani huku kupinduliwa, uliona ni majeshi ya Umedi. Hiyo Uajemi na Umedi ni Iraq ya sasa. Iran ya sasa. Tunaelewana eh? Lakini hiyo Babeli ni Iraq. Alafu wale ile Persia and Media yenyewe ni Iran ya sasa hivi. Sasa kilichotokea kwenye ulimwengu wa roho baada ya hii Iran ambayo ni Umedi na Ajemi kumpindua huyu wa Babeli Iraq, utawala huo kubadilika huku nje tu. Sura ya 5 ina mtawala wa kiroho anaitwa mkuu wa anga ya Babeli na mtawala wake ni mfalme wa Babeli. Sura ya 6 mtawala ni Dario, ni mfalme wa Umedi na Uajemi, na ulimwengu wake wa kiroho mtawala akawa ni yule aliye overpower kule loni, akawa ameoverpower na huku nje. Jamani, tuko pamoja? Na ndio maana muda malaika Gabriel anatumwa kwa Danieli akushindana na mkuu wa anga wa Babeli. Maana mkuu wa anga wa Babeli alihand over power kwa mkuu mwingine, akawa pembeni. Aliyekaa amekaa na mmiliki ile sehemu ni mkuu wa anga ya Uajemi na Umedi. Eneo lote mpaka la Babeli likawa chini ya mkuu huyo. Jamani, tunaelewana eh? Ndio maana anasema alikuwa anapambana na mkuu wa anga ya Uajemi, limekaa pale linazuilia no entry no exit. Kwa hiyo kukitokea na kitu kingine chochote akubali hivi. Alimchachafia Gabriel na neno la Bwana la mafunuo mazito, lakini mwenye kieneo chake, nimekwambia zimeitwa falme na mamlaka, kingdoms and principalities. Aziwi kingdoms bila dominion, aziwi kingdoms bila territories, mipaka. Sasa mwenye mpaka wake anamgomea malaika. Bwana, mimi naenda kwa Danieli huko. Nchi yako huko haya news. Naenda kwa Danieli mtu wa Mungu. Apendwaye sana. Mwenye mpaka wake ametia ngumu kwamba hapa upiti. Unaelewana eh? Sikamalizika siku 21 za huku duniani. Siku 21 hizo zote ni akitaka kupenya hapa amebanwa. Akitaka kupenya hapa amebanwa. Mwenye mpaka wake amesema hapa upiti. Sasa kuna ratiba zingine zinaendelea za mbinguni, rafiki yangu. Hawezi kupotezewa mjumbe wao hapa muda wote huu. Malaika Mikaeli akaingilia kati. Muda huyo anapambana, akaruhusu na access ya Gabriel kuondoka. Akaenda kufikisha ujumbe kwa Danieli. Ndio unasoma sasa kwenye kitabu cha Danieli 10:20, anamwambia unajua sababu hata nikakujia. Na anasema na nitarudi tena nikapambane na mkuu wa Uajemi. Nikapambane na mkuu wa Uajemi. Hapo anasema nitakapoondoka huku mfalme wa Uyunani atakuja. Tena sio mfalme, mkuu, prince of Gracia. Anasema mkuu wa kutoka Greece atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lengo langu kwanza hapa ili uanze kupata mwanga mzuri. Mfalme wa Babeli amekaa pembeni, yupo mkuu wa Uyunani. wa anga ya Uajemi. Tunaelewana eh? Kama ni Arusha atakuwa ni mkuu wa anga ya Arusha, sio tena Uajemi. Kwa sababu neno Uajemi sio kafikiri Uajemi la kiroho. Medes and Persia ni nchi tu, kieneo kile. Tunaelewana eh? Sasa haya aliyoyaongea malaika Gabriel kwamba nikiondoka huku mkuu wa Uyunani atakuja. Hayo mambo yalitokea ikipita miaka 100 na kitu. Kweli Dario aliendelea hapo, wakapita Cyrus, Koreshi, nani, lakini wakainuka Uyunani kwa neno la malaika Gabriel. Uyunani kaja ikaoverpower tena hii Ajemi na Medi. Ikaoverpower ikawa chini ya Wayunani. Kwa ndio maana ukisoma story zote za miaka 250 kabla ya Yesu, mtawala ni Wayunani tu. Kila kitu ni Uyunani tu. Tunaelewana eh? Maeneo yote ya dunia yakapitia kinaitwa Hellenistic era. Kujifunza lugha za Kiyunani, kujifunza kila kata za Kiyunani. Hadi Biblia ya kwanza kamilifu kutoka kwenye ile Tanakh ya Kiebrania. Ya kwanza inaitwa Septuagint. Ni Biblia ya Kiyunani ya kwanza mwaka 250 BC. Amen. Na kukainuka hapo sasa mijamaa unaoka mmewasikia wakina Alexander the Great, si ndio eh? Wakina Epiphanes, Antiochus. Hao wote walikuwa wanatawala huko nje, lakini ni utawala ambao upo rohoni. Na malaika Gabriel aliona kama akiondoka hivi akiachana na Babeli, alimwambia atakuja mkuu wa Uyunani. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Kwa hiyo shetani alifanikiwa kucheat. Ana kipawa cha kuinfluence. Aliwadanganya wale wakuu ambao Mungu aliwaweka. Usione leo wanasimama wanashindana na malaika wa Mungu. Waliumbwa wakiwa ni wakuu wa maeneo tayari. Amen.
Lakini shetani ambaye ni Mungu tangu mwanzo aliwadanganya hata wao wote waka give in, wakakubaliana na mawazo ya shetani ya kumpindua Mungu. Kwa hiyo wote wakawa pamoja naye. Haleluya. Hapa tunafanyaje hapa, muda umeisha. Aisee, muda umeisha. Sasa kwa sababu sisi mkafikiri nilikuwa naita vitu vya kutishia hapa. Somo langu lilikuwa linataka ili tunapoanza kusoma sasa Waefeso 1:21 kwamba Yesu Kristo ameinuliwa kuliko ufalme wote, kuliko mamlaka yote, kuliko usultani wote, kuliko nguvu zote, kuliko kila jina. Nilikuwa nataka ili tunapovitaja hivyo vitu mjuage vilianzia viko wapi. Amen. Tunaelewana Sasa kwa sababu muda umeisha mtapata notes, lakini nilisummarize kwa kidogo tu angalau kwamba Yesu Kristo Waebrania 8:1 inasema ameketi mbinguni mkono wa kuume wa kiti cha ukuu. Yaani kama kuna princess, kama kuna wakuu kwenye ulimwengu wa roho, Yesu Kristo yeye ni mkuu kuliko wakuu wote. Yeye ndo amekikalia mbinguni. Kuna kiti kinaitwa yani ni kiti cha enzi cha ukuu. Yesu Kristo ndo yuko kwenye kiti cha enzi cha ukuu. Amen. Haleluya. 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 Sasa uko kwenye hicho kiti cha enzi cha ukuu. Hajakaa yeye mwenyewe, amekaa pamoja na wote waliomwamini. Haleluya. 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 Bila shaka mmewahi kusikia mara kadhaa mnakutana na mdada mnamuombea, anasema alienda kuzimu huko kuzimu. Kama anaweza kawa anasimulia au anazungumza akiwa amepagawa kwamba yeye kuzimu ndo alimfanya, ndo alikuwa ndo Malkia, alikutana na Lucifer mwenyewe. Wengi wao walikuwa kukutana na Lucifer. Hizi kingdoms, hizi falme ziko nyingi. Kwa hiyo unafikiri watakuwa Malkia wangapi? Sasa maana unaweza kukuta kwa mwaka umewasikia wadada zaidi ya 20 anasema kuzimu alifanya kuwa ndo Malkia. Wengi wamefanywa queens kwenye hizi kingdoms. Tunaelewana Tunaelewana Sasa na kwenye huduma ya kuwahudumia watu ambao wako demon possessed, ambao wamemilikiwa na mapepo, wao kazi yao ni ndogo zaidi. Kama mtu atafikia kwenye kiwango cha kuwa initiated kwenye hizi kingdoms kabisa, akawa amekuwa initiated kwenye falme na mamlaka, huyu kwake kufunguliwa inahitajika nguvu ya ziada. Tunaelewana Tunaelewana hata Mungu maana wengi wanakuwa akishafikia level ya kuwa initiated in the kingdom, anakuwa hajawa tu amemilikiwa, anakuwa mwenyewe ni sehemu, ni agent wa huo ufalme. Sasa wakala ni tofauti na mtu ambaye anataka Mungu amekuja huyu na mavifungu ya kipepo. Ni tofauti sana. Tunaelewana hata Mungu Lakini kwa wewe, kwa sababu umeamini katika Yesu Kristo, umeketishwa pamoja na Yesu Kristo kwenye kiti cha ukuu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna maeneo ambayo kabisa kuna mafalme mengine. Mnajua kilichotokea ni hiki. Yesu Kristo unaweza kukumbuka maandiko mazuri dakika moja. Okay, nalizungumza tu. Kolosai 2:13-14-15. Anzia wa 14 ndio naotaka. Anasema having disarmed, akiisha kuzivua enzi na mamlaka. Yesu Kristo alichokifanya amezidisarm falme na nini na mamlaka. Kama kutakuwa na vita, tuashumu sisi kikosi chetu hiki, ili ni kanisa la Bethania, makamando wa kivita. Tunaelewana Tupo hapa na mabunduki yetu na ma-SMG ya kiroho, ma-AK47. Sasa tunashindana na kikosi cha giza kipo labda pembeni hapo. Na wenyewe wana zana za kivita, silaha zote. Unajua Mungu ana I say viongozi wa kanisa ndawashawishi waweke mkesha mmoja tukimaliza iwi. Kwa na mambo fulani tufanye muhimu sana tunapoenda kwenye mapambano ya outreach. Amen. Amen. Yaani jamani, watu wa Mungu. Yesu amedisarm. Sisi kikosi chetu tukikivamia kikosi kingine, tukakipiga, tukawanyang'anya na silaha zao. Hiyo inaitwa disarmament. Sasa Yesu, hilo neno sijalitunga mimi, ndio kinachoongelewa kwenye Kolosai 2:14. Having disarmed all the powers and principalities. Yesu alizidisarm, yani alizishinda, akazinyang'anya na silaha. Haleluya. Haleluya. Yani itakuwa ni ajabu ukiwa na watu wa Mungu. Na wenyewe bado yani kukaa kama na vipepo na vitu vingine, ni vitu vya viwango vya chini mno ukilinganisha na mali tumewekwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa anza kutembea barabarani huku unajijua sina hela ya lunch, lakini mimi ni mfalme na kuhani. Haleluya. 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 Anasema kwenye
Ufunuo 5:9-10. Kwa kuwa ulichinjwa, lazima wastahili wewe mwana kondoo kukitoa hicho kitabu. Kwa maana ulichinjwa, ukamnunulia Mungu watu wa kila taifa, watu wa kila kabila, ukawafanya kuwa sasa. Jamani, Mungu abariki, muda umeisha.